Ni maandiko nasoma, sitakuwa na muda wa kuyafafanua sana, alafu tutakuwa na ushirika wa meza Bwana. Ushirika wa meza Bwana wa leo utalenga kupanda nguvu ndani yako ya kukupa kutembea hii miezi 6 ambayo tumeanza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lengo la ushirika wa meza Bwana huu wa leo ni kukupa nguvu. Unaelewa? Ndio keje na kumwambia kupata nguvu ya kutembea miezi 6 hii tuliyoanza iliyoko mbele yetu. Wangapi wanahitaji nguvu mpya? Wangapi wanahitaji nguvu mpya? Ndani ya miezi hiyo 6 utakuwepo kufanikiwa kwingi, utakuwepo neema kubwa, utakuwepo ushindi, utakuwepo mpenyo, kwa sababu tunamtegemea Mungu. Wangapi wanamtegemea Mungu? Sema tunamtegemea Mungu kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Come on, haleluya. Kwa hiyo naomba tutakapokuwa tunashiriki ushirika wa meza ya Bwana uwe na picha hiyo ndani yako. Uwe na hiyo picha ndani yako ya kwamba ninajivika nguvu mpya. Sema najivika nguvu mpya. Najivika nguvu mpya. Haleluya. Amen. Fungua Biblia yako katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Andiko tulisoma na tutalisoma tena. Kitabu cha pili cha Wakorintho sura ile ya 2 mstari wa 14. Nitaomba msomaji atusomee. Wakati bado inaendelea, naomba uwe na moyo mkuu. Haleluya. Naomba uwe na moyo wa matumaini kwa Mungu. Uwe na moyo unaodaka. Moyo ambao umeujaza mtazamo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana atafanya mambo mapya kwa jina la Yesu. Amina. Atafanya mambo mapya kwa ajili yako, atafanya mambo mapya kwa ajili ya kazi yako, atafanya mambo mapya kwa ajili ya nyumba yako na kila kinachokuhusu. Atafanya mambo mapya. Sema amina. Ile sura ya 2 mstari wa 14 Biblia inasemaje? Ila Mungu ashukuriwe. Ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo. Anayetushangiliza daima katika Kristo. Na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye daima. Kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Turudie tena mstari wa 14 wote kwa nguvu. 1, 2, 3. Ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo. Wangapi wanalizwa daima katika dunia? Wanaolizwa daima katika dunia mtarajie kushangilizwa daima katika Kristo Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote kile kilichokuliza kwa miezi hii tunayoimaliza, najua wapo waliolia, wapo waliocheka. Lakini mwalimu Yesu alitufundisha mojawapo ya upinzani tunaokutana nao katika maisha ni kukosa maarifa. Ni kuwa wajinga, kukosa maarifa. Na tunapokosa maarifa tunakuwa ni target ya shetani. Haleluya. Tunapokosa maarifa, giza linakaa ndani yetu, udanganyifu unakaa ndani yetu. Bwana sifiwe. Haleluya. Kwa hatuwezi kuclaim haki zetu kwa sababu giza limetawala. Sawa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuclaim haki zetu kwa sababu hata hivyo tunakuwa hatujui kama ni haki zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana asifiwe. Lakini maarifa yanapokuja ndani yetu yanakuja kama nuru. Umenielewa? Yanakuja kama mwanga. Mwanga ukiangaza sehemu, giza linakimbia. Wangapi wameshawahi kuwasha taa usiku kama kuna giza, wanashangaa giza limeondoka? Giza ni giza tu, lakini halina ubavu mbele ya mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Giza ni giza, inaweza kawa linaonekana kuwa ni kubwa, nene, linatisha, lakini halina mabavu, halina mamlaka, halina nguvu mbele ya mwanga. Sasa mwanga unapokuja ndani ya mtu unamlikia. Umenielewa? Maarifa tunayopata katika Kristo Yesu yale ni nuru. Sasa mmoja wapo ya vitu ambavyo ni maarifa tunapaswa kuyafahamu ili tufanikiwe tukiwa hapa duniani ni kwamba Biblia imeweka wazi toka Yesu amekufa msalabani. Sema toka Yesu amekufa msalabani. Mwambia zaidi ya miaka 2000 iliyopita.
Sema zaidi ya miaka 2000 iliyopita, tangu Yesu alipokufa msalabani, maisha yangu ni ya kushangilizwa. Oh, come on, hallelujah. Narudia tena kwa nguvu, sema tangu Yesu alipokufa. Kisha nikaokoka, nikamfahamu. Biblia inasema kwamba, sema Biblia inasema kwamba maisha yangu yote ni maisha ya kushangilizwa. Turudie tena lile andiko. Biblia inasemaje? Ila fanye nini? Ila Mungu ashukuriwe. Ila Mungu ashukuriwe. Anayefanya nini? Anayetushangiliza. Nani anaweza kushangilia kidogo? Nani anafahamu kushangilia? Najua watu jana walikuwa mpirani, wengine walishangilia, wengine walilia. Wangapi wanajua kushangilia? Kuna wangao wana Yanga washangilia. Haleluya. Wanajua kushangilia, hebu shangilia, piga makofi na vigelegele. Piga tena makofi na vigelegele. Kushangilia ni kuwa na shangwe moyoni mwako. Kushangilia ni kuwa na hali ya shangwe maishani mwako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwa na hali ya furaha maishani mwako. Ni kuwa na hali ya kicheko maishani mwako. Naomba shetani asikudanganye. Asikudanganye kwa chochote kile. Hakuna vita unayopaswa kuipigana, kwa sababu Yesu alishapigana vita na akawa victorious, akawa ameshinda. Wangapi wanaelewa hilo? Vita vyovyote vile tunavyopaswa kupigana ni vita vinavyohusiana na kutiisha akili zetu kutii neno la Mungu na kulielewa neno la Mungu. Kwa maneno mengine, vita tunapaswa kuipambana nayo ni vita baina yetu sisi, sio mtu na mtu. Ni vita ambayo napaswa mimi Joni kupigana na Joni mimi akubali kazi ambayo Yesu ameifanya msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Kukubalisha akili zangu ushindi ambao Yesu alishinda mapepo. Kukubalisha akili zangu ushindi ambao Yesu alishinda wachawi. Anyway, Yesu hakushinda wachawi, alishinda uchawi. Anawataka wachawi ili waokoke. Na alishinda nguvu ya uchawi. Sawa watu wa Mungu. Amina. Ukisema mchawi ni mtu, ndio anayefanya uchawi. Sasa Yesu anamtaka, alichofanya ni vile tu mchawi hajui kwamba hata yeye alishindiwa. Yesu aliushinda ule uchawi. Sawa watu wa Mungu. Kwa hiyo na mchawi alipaswa kuacha uchawi, yes. Kuja kwa nani? Kuja kwa Yesu. Amina. Kwa hiyo tuna struggle kwa lipi? Kutiisha akili zetu zielewe kile ambacho Yesu amefanya katika maisha yetu. Amina. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Kwa hiyo Paulo mtume anaweka wazi kwamba Mungu ashukuriwe. Kwa hiyo kazi tulio nayo ni ya shukrani mbele za Bwana. Mgeukie jirani yako mwambie kazi tulio nayo ni ya kushukuru. Kazi tulio nayo. Mgeukie jirani yako mwambie mshukuru Mungu. Mshukuru. Just praise him. Hallelujah. Maisha yetu ni ya kushukuru, ni ya kutukuza, ni ya kusifu, ni ya kuabudu, ni ya kuhimidi. Mgeukie jirani yako mwambie punguza vita. Ongeza kiwango cha kushukuru. Come on, hallelujah. Amen. Sema unavyopunguza kuona vita kwenye akili yako, ndivyo vita inavyopungua maishani mwako. Umeelewa? Unachokikuza kwenye akili yako kinakuwa magnified. Zema unavyokisema vibaya, unavyokisema kinazidi kupanuka. Umeelewa? Lakini chochote kile unachoendelea kukiminya na kukifanya kwa kidogo machoni pako, kinakuwa kidogo machoni pako. Amina. Bwana sifiwe. Haleluya. Niliwahi kutoa mfano, naomba nimtoe tena. Sawa watu wa Mungu. Amina. Naomba nimtoe tena uelewe. Nikiwa shule ya msingi nilikuwa mnene. Litoto linene ambalo linaonekana kuwa ni likubwa katikati ya wanafunzi wengine, japo walikuwepo wanaonizidi umri. Lakini bahati mbaya nilikuwa mwoga. Kuna kijana mmoja anaitwa Saidi. Yule mtoto kalikuwa ni kadogo tu. Ulikuwa ukilinganisha Saidi na mimi, ilikuwa ni watu wawili tofauti. Ilikuwa mimi ukiniangalia pande la mtu, alafu kwa wale wanaopenda michezo ni kama uchukue Big Show na Rey Mysterio. Ilikuwa ni pande moja, kitu kimoja, kipande kidogo cha mtu na mtu mwingine mkubwa. Bwana sifiwe. Yule kijana alinionea sana. Alikuwa ananitesa darasani. Alikuwa ananipiga.
na bahati mbaya alikuwa akinipiga kwa sababu ni mkubwa. Simuumizwi sana na kwamba ile labda alivyonipiga, lakini nilikuwa naumizwa na aibu ninayoipata ya kupigwa na mtu mdogo. Kwa hiyo nilikuwa akinipiga nilikuwa nalia. Nikilia sasa mtoto akiona anaona sifa kuliliza likubwa anapiga tena. Kwa hiyo ikawa ni hali ya maisha yangu. Ile hali ilinipelekea kuchukia shule. Nikitaka kwenda shule na waza mara mbili kwa namna gani nitaface uso wa Saidi. Ngeuke jana yako mwambie kinachokuuliza wakati mwingine hakina nguvu. Naomba tena urudie tena, kinachokuuliza wakati mwingine hakina nguvu. Tulifunga shule likizo mwezi wa 12 nikiwa nimechoka yale mateso na uonevu. Kitu ambacho hujakichoka maishani mwako kitakuwa rafiki yako siku zote. Situation yoyote ambayo hautaichoka maishani mwako itaambatana na wewe. Situation yoyote ile hata ambayo haustahili usipochoka ndani yako, kwa sababu chochote unachokichoka kinazalisha nguvu ndani yako ya kukikataa. Ile hali ilinichosha. Tulipofunga likizo mwezi wa 12 nikaenda shule. Nilikuwa napenda kuangalia sinema za Kihindi. Nikaenda nyumbani nikaanza kuangalia sinema za Kihindi na kufanya mazoezi. Bali kalikuwepo kachumba kajuu, nikimaliza kuangalia sinema naenda kufanya mazoezi, na beba vyuma na kama natunisha misuli. Wakati hamna kitu, si kwamba ilikuwa inanijengea nguvu, lakini ninachojua ilinijengea confidence. Bwana sifiwe. Ile kitu ilinijengea confidence, nikadhani mazoezi niliyofanya. Kwa hiyo nikasubiri tufungue shule, nimfesi nani? Saidi. Nimfesi Saidi. Siku ya kwanza tumefungua, Saidi hakuja shule. Hakuja shule. Lakini siku ya pili akaja shule. Bahati nzuri akanikuta. Alikuta asubuhi. Unajua shule za zamani za kwetu tulikuwa tunafagia, kila mtu ana kiufagio chake anafagia. Kakuta niko nafagia sehemu yangu, nikamwona nakuja. Nikasema Yesu yako. Wakati amekuja nasalimia, alikuwa na peni 2 kwenye mfuko wake wa shati. Nikaona anichokozi, kabidi mimi nimfuate, nikamchokoza. Nikachukua peni, nikaenda tu nikamnyang'anya peni yake kwenye mfuko wa shati, nikaichomoa. Nimefanya mazoezi, najiamini, najua nina nini, nina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nikachukua ile peni, alipotaka kuja kuninyang'anya nikamvimbisha kifua kidogo. Alipoona nikashangaa sasa anaanza kulia. Alipolia tu peni yake nikamrudishia, nikasema huyo kwisha kazi. Hii kwisha habari. Natoka siku hiyo hakurudia tena. Sasa bahati mbaya nilipitiliza, kuna ambaye alikuwa anatuzidi nguvu, nitaka kupigana naye akanishinda, lakini Saidi yeye nikawa nimemaliza. Ninachosema nini? Hakuwa ananizidi nguvu, lakini nilidhani ananizidi nguvu. Sikuwa na ufahamu kwamba labda ananizidi. Bwana Yesu asifiwe. Ngeuke ndani yako mwambie ni nini kinachokuuliza? Come on, hallelujah. Ni kitu gani kinakutesa? Ni kitu gani kinaumiza moyo wako? Ni kitu gani kinakusumbua? Bwana asifiwe. Chochote kinachokusumbua kiko kwenye uwezo wako. Yesu aliposhinda msalabani, alishinda vita ya milele. Umeelewa? Alishinda vita milele. Ilikuwa imebaki sehemu tu watu wake wamwamini. Natamani wawepo 2 au 3 watakao muamini Yesu. Waamini Yesu, wamwamini kila jaya tunaloona katika maisha yao. Wajiangalie useme hata wewe unaweza kushuka chini. Wangapi ananielewa ninachokisema? Chochote unachokiona maishani mwako, haijalishi kina namna gani, Yesu ametuingiza kwenye kanuni ya kushukuru daima. Maisha ya Mkristo, maisha ya muamini ni maisha ya kushukuru kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni maisha ya kushukuru kila wakati. Ndio maana anasema ila Mungu ashukuriwe yeye anayetushangiliza daima katika Kristo Yesu. Anayefanya nini? Daima katika nani? Katika Kristo Yesu. Anafanya siku tushangiliza, anasema anaidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi zetu. Anatutambulisha, anatupa favor. Bwana sifiwe. Wangapi ameshawahi kutumia perfume? Kuna mtu ameshawahi kutumia perfume katika maisha yake? Mtu anatumia perfume kutengeneza mazingira, kwa maana kwamba kuwa na harufu nini? Njema, attractive nini ile attractive harufu ambayo inatengeneza mazingira mazuri, si ndio? Mungu hata Yakobo wakati anawabariki watu wake, anasema tazama wanangu ni kama harufu ya shamba aliyolibariki nani? Aliyolibariki Bwana. Ni kama harufu ya shamba aliyolibariki Bwana. Kwa maana kwamba ipo favor ya kimungu inayoleta matunda. Ipo favor ya kimungu inayoattract. Paulo anasema kwamba Mungu aliendelea kuidhihirisha harufu yao kwa kazi walizozifanya. Kazi walizozifanya zilikuwa zina attract watu, zilikuwa zinawavuta watu.
kwa sababu ya ile favor ambayo Yesu aliweka juu yao. Mungu akupe kibali kwa jina la Yesu. Nakwambia miezi 6 hii ambayo tumeanza. Hivi leo tarehe ngapi? Hii leo tarehe 4 na kuendelea. Siwe ni siku ambazo Mungu atakushangiliza. Moyo wako ukajae ushindi. Moyo wako ujae furaha. Moyo wako ujae kicheko. Wangapi neno? Kilichokushinda kwa jina la Yesu, jenga uso wa kukishinda. Jenga mtazamo wa kukishinda. Kiambia moyoni wako kwamba hiki ninakiweza. Haijalishi kwamba kimenishinda juzi, hiki ninakiweza kwa sababu ya Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yangu. Wangapi neno? Hiki kiko kwenye mamlaka yangu kwa sababu si kwa ajili yangu, kwa sababu ya Yesu ambaye yuko pamoja na mimi. Mungu akupe kushinda giants waliokushinda mbele zako. Mungu akupe kushinda awamu hii. Mungu akupe kushinda kwa jina la Yesu yote yaliyokushinda. Asababisha uchumi usimame vizuri mbele yako, familia yako isimame vizuri mbele yako, maisha yako yote yawe vizuri yanyoke. Mgeukie na kumwambia maisha yangu this time yatanyoka kwa jina la Yesu. Vijana wanasema ng'ang'ania mpaka kieleweke. Hii ndio miezi ya mambo kueleweka. Lazima uangalie mambo yafanye nini. Mgeukie na kumpe high five mwambie mpaka kieleweke kwa jina la Yesu. Mpe na mwingine high five mwambie mpaka kieleweke kwa sababu Yesu alishalipa gharama. Mgeukie na mwingine mwambie mpaka kieleweke. Mwambie kwa jina la Yesu sitakata tamaa. Mwambie sitakata tamaa tena. Sitaogopa tena. Nitatazama mambo kwa upya. Nitatazama mambo kwa namna nyingine. Nitageukia ile kushinda ya shungu. Wakamoja haleluya. Uyageukia ile kushinda. Uiambie this time hautanishinda kwa jina la Yesu. Wangapi leo? Ninakuombea kwa jina la Yesu. Mungu akuingize kwenye awamu yako. Mungu akuingize kwenye majira yako. Mungu akuingize kwenye majira ya amani yako. Mungu akusaidie maeneo yote. Kila siku yako iwe ya kushukuru. Wawepo wako ambao wataimba nyimbo za sifa. Yuko nikona naimba wimbo wa sifa. Yuko kazini naimba wimbo wa sifa moyoni. Nimemuona. Uimbe kwa sababu gani? Umeuona mkono wa Mungu ukiwa pamoja na wewe. Iwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Sihubiri kukutia moyo, nakwambia kweli ya Mungu. Sihubiri tu kuchemsha moyo wako, nakwambia kweli ya Mungu. Hivi ndivyo Biblia inasema ya kwamba Mungu anatushangiliza daima. Mungu anafanya nini? Anatushangiliza daima. Naomba iwe shangwe kwako. Tarehe 31 mwezi wa 12. Kurudi huku nyuma mpaka leo tarehe ya 4. Mungu akushangilize. Najua wengine mna vita kazini, lakini utashangaa namna ambavyo Mungu ataipigana hiyo vita. Itakuwepo hali ya kupangua na kupanga. Kitu ambacho Mungu atafanya, atapangua na kupanga, atapangua na kupanga. Najua kuna wengine mliweka nyuma ile safu ya nyuma. Mgeukeje na kumwambia, umevumilia safu ya nyuma. Kuna kupangua na kupanga, kuna kupangua na kupanga. Kuna watu Yesu atapangua na kupanga, waliotupa kwenye safu ya nyuma wakistahili kwa safu ya mbele. Lazima tu kwa vyote vile. Kwa vyote vile. Kama Yesu amekuandikia kwa safu ya mbele, utakuwa safu ya mbele kwa jina la Yesu. Haijalishi unapatana na bosi wako au hapatani naye. It doesn't matter. Yesu alishalipa gharama msalabani. Jenga mtazamo kushangilia moyoni mwako. Jenga mtazamo kuona ushindi moyoni mwako. Jenga mtazamo kusema ni amina. Kwake yeye ni amina. Kwake yeye inawezekana. Kama ni haleluya. Mgeukie jina lako mwambie yote yanawezekana kwa Yesu. Mwambie siongei mwalimu asubuhi. Mwalimu asubuhi alisema kwamba kuna watu wengine mpaka wanavaa stickers zinazoonyesha jina la watumishi wao. Sikwambii siongee kwa jina la mimi. Umenielewa? Siongee kwa jina la mimi. Najua mambo ambayo Yesu atafanya kwa ajili yako. Ninaomba tu wewe, jambo la msingi, train your mind. Umenielewa? Fundisha ufahamu wako. Kukataa negative na kukubali positive. Amina. Kubalisha akili yako ikatae mabaya ikupokee mema. Amina. Wangapi wanaelewa? Kubalisha akili yako. Kazi ulionayo, just train your mind. Shughulikia ufahamu wako. Shughulikia ufahamu wako kipindi hiki. Wewe mweza ambao ushughulikie ufahamu wako. Ushughulikie mtazamo wako. Ushughulikie namna unavyotazama na kuchukulia mambo. Vijana wanasema kuna kuchukulia, ukichukulia maisha ukachukulia poa, yatakuwa poa. Lakini naomba asiwepo wakati wa kuchukulia maisha poa kwa jina la Yesu. Mambo yasonge mbele. Mambo yafanyike, mambo mapya.
Wawepo watu ambao watavaa uso ambao umeandika kwamba no time. Niliwahi kuangalia zamani, niliwaambia nilikuwa napenda kuangalia sinema. Kuna sinema moja inaitwa No Retreat No Surrender. Awepo mtu ambaye moyoni mwake anasema I will never retreat, I will never surrender to the devil. Umenielewa? Sitarudi nyuma wala sitafanya nini? Sitajisalimisha kwa adui. Yesu alishalipa gharama kwa ajili yangu. Wangapi wamelipa gharama na Yesu Kristo? Naomba miezi hii iwe ya amani kwako. Naomba miezi hii ilete mabadiliko maishani mwako. Lugha yako ibadilishe. Mgeukie jirani yako mwambie, can you please train your tongue? Mwambie jaribu kubadilisha basi. Ufundishe ulimi wako. Ufundishe ulimi wako. Toka mwanzo wa kwanza unakiri kushindwa. Jaribu kwanza ufundishe kushinda uone. Ufundishe kushinda katikati ya vita, imba wimbo wa ushindi uone. Imba wimbo wa ushindi katikati ya vita. Imba wimbo useme it is well, hata kama unaona kama vile. Imba wimbo kama it is well. Utaanza kushangaa mambo yenyewe yanabadilika. Oh come on, hallelujah. 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 Unisaidie mambo mengine fanya practical. Nenda tu hata kama unajua kuna watu wana tabia ya kunoti vitu, huyu aliniumiza, huyu aliniumiza. Huyu aliniumiza, huyu aliniumiza. Huyu alikaa kwenye nafasi yangu, huyu alinifanyia hivi. Niko hivi kwa sababu huyu alifanya hivi, niko hivi kwa sababu. Nenda upangue. Umeelewa? Nenda uanze kupangua. Sawa watu wa Mungu. Anza. Wewe sio sababu na wewe sio sababu. Wewe sio sababu na wewe sio sababu. Na kuachia leo. Wewe sio sababu na wewe sio sababu. Wewe sio sababu na wewe sio sababu. Mimi natakiwa kuwa hapa kwa nini? Kwa sababu ya Yesu. Wala si kwa sababu yangu, ni kwa sababu ya Yesu. Kwa sababu ya Yesu anza kuchukua nafasi. Kwa sababu ya Yesu anza kuchukua nafasi. Kwa sababu ya Yesu anza kuchukua nafasi. The more inavyokuwa hivyo, Yesu hawezi kumwaibisha yeyote ambaye anamtegemea. Amina. Kwenye tanuru la moto. Watu wakasema hatuwezi kusujudia hilo sanamu. Lakini vyovyote vile hata kama tusiposujudia Mungu anaweza kutuokoa au hata asipotuokoa hatutaanguka. Yule mwanaume hakuwaacha. Mgeukeje na kumwambia hakuwaacha. Walijidai kwa ajili. Kuna watu najua katikati yenu mlikuwa mmeshaacha kusema habari za Yesu. Mlikuwa mnajitapa kwa ajili ya Yesu, sasa mmenyamaza. Mmepunguza speed. Mgeukeje na kumwambia usipunguze speed. Ni mwanaume sebadilika. Bwana sifiwe. Kuna watu wengine kwa ujasiri wao kuhusu Yesu ilikuwa imeisha. Nikwambie, mgeukeje na kumwambia badilisha gia. Kumwambia sogeza mbele kidogo tena. Toka gia hii sogea mbele. Kwa sababu Yesu anafanya nini? Yesu anafanya mambo. Na baada ya kusema hayo, nitangaze neno la mwezi wa 7. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Andiko letu la kusimamia la kwanza ni hilo tuliloisoma, lakini la pili, andiko la pili litatoka Nehemia sura ya 8 mstari wa 9 na wa 10. Kitabu cha Nehemia sura ya 8 mstari wa 9 na wa 10, na kisha nikutangazie neno la mwaka, alafu tutaenda kwenye ushirika wa meza ya Bwana na kuombea Mungu akusaidie. Sijui niongee lugha ipi, lakini najua mmenielewa, si ndio? Wangapi wamesoma moyo wangu? Hivyo natamani kuona kwamba kuna watu wanapiga hatua, walioonewa wasionewe tena. Amina. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia sura ile ya 8 9, hii sura ya 8 mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasemaje? 1 2 3. Naye Nehemia ndiye alikuwa Tilshaha. Na Ezra kuhani. Mwandishi na Walawi. Hapo ni kipindi ambacho wamemaliza kusoma Torati, watu wakagundua kwamba kuna mahali walikosea, wakagundua kwamba wana mwenendo ambao sio, wakaanza kugundua chanzo cha matatizo mbalimbali katika maisha yao, lakini wakaanza kugundua pia makusudi na mapenzi ya Mungu aliyokuwa nayo kwa ajili yao. Wakagundua hali za Mungu, wakagundua mambo ambayo Mungu anayo kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya kuwa wamesomewa ile Torati na wamegundua, sasa bahati mbaya wakapokea taarifa zile in a negative way. Ndio maana nimekwambia ni vizuri sana kushughulikia mtazamo. Baada kuona kuna makosa mengi waliyofanya kinyume na Torati, lakini wamegundua makusudi na mapenzi ya Mungu yaliyokuwa yameandikwa katika Torati. Biblia inasema kwamba wakaanza kulia, wakaanza kupiga kelele. Wakalia mno, wakalia kwa kujihukumu. Bwana Yesu asifiwe. Katikati nilikuwa nafundisha kitu kinachoitwa furaha ya Bwana kwa nguvu zetu. Namna ambavyo maisha yakipungukiwa ile furaha ya Mungu yanavyozalisha kitu kinachoitwa uchungu.
Uchungu unapozaliwa ndani ya moyo wa mwanadamu unazalisha chuki na mambo mengine, chuki ikiwemo kujichukia wewe mwenyewe na kuchukia wengine na mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba waliposikia, kwa sababu ya mtindo mtazamo walionao, wakatazama ujumbe vibaya. Ngeuke jirani yako, mwambie nipokee neno la Mungu ipasavyo. Wakaanza kulia, wakaanza kusononeka. Ndipo makuhani wakasimama wakamwambia maneno haya. Endelea msomaji sasa. Alifundisha watu. Wakawaambia watu wote. Wakawaambia watu wote, siku hii ni takatifu kwa Bwana. Mgeuke jirani yako, mwambie siku hii ni takatifu kwa Bwana. Siku hii ni takatifu kwa Bwana. Iliitwa kwa nini ni takatifu? Ni kwa sababu ni kama sasa mioyo ya watu na Mungu imeshikamana. Unaelewa? Mioyo ya watu na Mungu imeshikamana. Watu wamejua makusudi ya Mungu na mapenzi ya Mungu, lakini Mungu anaona furaha kwa ajili ya watu wake. Haleluya! Ikawa ni siku takatifu kubwa, ikawa ni siku ya shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao wakaipokea vibaya. Ni sikukuu kwa Bwana Mungu wenu. Ndio. Msiomboleze wala msilie. Mgeukie jirani yako, mwambie stop crying. Mwambie acha kuomboleza. Ndani ya mwezi huu wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, mgeukie jirani yako, mwambie acha kuomboleza. Acha kulia. Mungu anafanya historia mpya. Mgeukie jirani yako, mwambie Mungu atafanya historia mpya. Kuna watu hawaelewi. Mwambie tena. Kuna watu unajua wamezoea mambo magumu katika maisha yao, wakiona mabaya wanasema ni mtego wa adui, lakini sio mtego. Mgeukie jirani yako, mwambie sio mtego. Mwambie tena acha kuomboleza. Yaliyokushinda Mungu atakupa nguvu ya kuyashinda. Ulipokosea Mungu atakupa nguvu ya kusahihisha. Waliokupa mgongo Mungu atawapa neema ya kukugeukia tena. Waliokusahau Mungu atakupanda kwenye fahamu zao tena, watakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mgeukie jirani yako, mwambie acha kulia. Akawaambia aliendelea kusoma, maana watu wote walilia. Maana watu wote walilia waliposikia maneno ya Torati. Waliposikia maneno yale ya Torati. Kisha akawaambia, enendeni zenu. Sikiliza mtakachokifanya. Tulia kwanza, tulia nione watu wote wananiangalia. Wote niangalieni. Wangapi tuko pamoja? Niangalie kwa tabasamu. Haleluya. Haleluya. Come on, haleluya. Nikwambie mambo utakayopata ndani mwezi huu na kuendelea. Nikwambie nisikwambie. Nikwambie mambo ambayo Mungu anayo kwa ajili yako. Amina. Utakubali na wewe kuchana faili zako na kutengeneza faili mpya. Amen. Wangapi atachana mafaili yao na kutengeneza faili mpya. Amina. Watu walikuwa wameanza kulia, wanasononeka. Anambia acheni kulia, huu sio wakati wa kulia. Bwana sifiwe. Badala yake nendeni mfanye nini? Badala ya kulia na kusononeka, anasema badala yake nendeni mfanye nini? Mle kilichonona. Nenda ule kilichonona na kunywa kilicho kitamu. Na kunywa kilicho kitamu. Tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa. Tendeni mema hata yule asiyekuwa nacho mpeni. Maana siku hii ni takatifu. Maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu, wala msihuzunike. Wala msihuzunike. Mgeukie jirani yako, mwambie narudia tena, wala usihuzunike. Kwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nini? Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Bwana sifiwe. Oh, come on, hallelujah. Hayo ndio utakao kupata ndani ya mwezi wa 7. Jiandae, weka ufahamu wako na akili yako kwamba mema yanakuja machoni pako. Amina. Bwana sifiwe. Mema yanakuja machoni pako. Na kwa hiyo mwezi wetu wa 7 utakuwa ni mwezi wa kuburudishwa. Mwezi wa 7 utakuwa ni mwezi wa kufanya nini? Utakuwa ni mwezi wa kuburudishwa. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele, kwa sababu mwezi wa 7 Mungu atakuburudisha. Utakuwa ni mwezi wa kuburudisha. Nehemia na wengine wakwambia, nendeni mle kilicho kinono, nendeni mnywe kilicho kitamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwezi huu, kwa sababu hii siku ambayo ni takatifu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha ya Mungu itakuwa nini? Itakuwa nguvu zetu. Paulo mtume akasema, ashukuriwe Mungu anayetushangiliza kila wakati. Utakuwa ni mwezi ambao Mungu atafanya nini?
Mungu atakuburudisha. Najua kuna nyakati uliumizwa, Mungu atakuburudisha ndani ya mwezi huu. Kuna watu Mungu atawakompensate nyakati zao. Atakompensate yale majira mliokaa, ule usiku mliolia, machozi ambayo yalikosa kikomo. Mwezi wa 7 Mungu atakuburudisha. Kwa kiwango cha machozi uliolia, Mungu atakuburudisha na zaidi. Itakuwa nyakati za kuburudishwa. Ulipokosa, Mungu atarejesha maradufu na kisha lete hali ya kuburudika ndani ya moyo wako. Moyo uliojaa masononeko, moyo uliojaa huzuni, moyo uliojaa mapigo, moyo uliojaa uonevu, moyo uliojaa kunyosha vidole, Mungu atakuburudisha. Moyo huo Mungu atakuburudisha. Mwezi wa 7 utakuwa mwezi wa kuburudishwa. Mngependa nakwambia mwezi wa 7 utakuwa mwezi wa kuburudishwa. Mungu atakuburudisha kazini kwako. Mungu atakuburudisha nyumbani kwako. Mungu atakuburudisha katikati ya jamii. Mungu atakuburudisha kwenye kazi ya mikono yako. Utafanya mambo na utafanikiwa kwa sababu Bwana amedhamiria kuburudisha nafsi yako. Ataihuisha nafsi yako. Ataitia nguvu tena nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 7 utakuwa ni mwezi wa kufanya nini? 1, 2, 3 wote kwa pamoja tuseme mwezi wa 7 ni mwezi wa kuburudisha kwangu. Nitakula vinono, nitakunywa vinono, maana Bwana ataniburudisha. Kilio kitasahaulika maishani mwangu, maana Bwana ataniburudisha. Huzuni zitasahaulika moyoni mwangu, maana Bwana atafanya nini? Ataniburudisha. Mpe high five jirani yako, mwambie Bwana atakuburudisha. Atakusahaulisha magumu, atakusahaulisha mapigo, atakusahaulisha huzuni, ataleta burudani ndani yako. Atakushangiliza kwa jina la Yesu. Bwana atafanya nini? Bwana atafanya nini? Bwana atafanya nini? Bwana kuburudisha kwa jina la Yesu. Na kuombea neno hili liwe halisi maishani mwako. Neno hili likakuzalie matunda kwa jina la Yesu. Neno hili liinue kazi yako tena. Neno hili liinue ofisi yako. Neno hili liinue nyumba yako. Neno hili liinue maisha yako. Mungu akuburudishe maeneo yote. Kila siku kama Paulo alivyosema, kila siku kwako iwe ni siku ya kuburudishwa kwa jina la Yesu. Ungeukeja na kumwambia from tomorrow nitaburudishwa. Kuanzia sasa hivi anyway. Mwambie kuanzia sasa hivi. Kesho kutwa mpaka na umaliza mwezi utakuwa ni mwezi wa kuburudishwa na Mungu. Hakuna kilio, sema kilio bye bye. Kuonewa bye bye. Machozi bye bye. Kunyanyaswa bye bye. Na kandamizwa yote bye bye. Kwa nini? Kwa sababu Bwana atafanya nini? Ataniburudisha. Mungu akuburudishe kwa jina la Yesu. Naombea watu wako mfalme amani. Na neema kubwa juu yao. Moja mmoja mfalme amani, neno hili ukalitimize kwake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninapoongea hivi najua wengine hata sasa hivi walikuwa hawajui wakitoka hapa wanafanya nini. Najua wengine walikuwa wanawaza wakitoka hapa wanadaiwa kodi. Najua maneno haya wakati mwingine kwa wengine walikuwa na wakati mgumu. Acha neno lako lipaswe miamba mbele zako. Acha neno lako litengeneze njia kwa ajili yao. Acha neno lako lilete wepesi kwa mbele zao. Maana neno lako lina nguvu mno. Lina nguvu ya kuachanisha, na nguvu ya kutenganisha. Watu wengine matatizo ni kama yalikuwa yameshikamana na maisha yao. Neno lako lina nguvu ya kutenganisha. Acha matatizo na maisha magumu yatengane na watu wako kwa nguvu ya neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Waburudishe watu wako Bwana. Burudisha maisha moja moja. Naomba usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu.